Kwamba baada ya kumaliza khutba ya kwanza tukaomba dua hapo katikati, sasa tunaendelea na khutba ya pili. Kama ilikuwa na khutba ya Ijumaa. Sasa kwa kuwa tunamaliza, nadhani napenda nigusie mambo mawili. Baada ya kueleza yote ambayo tulieleza hapo awali, mwanamama wa Kiislamu ni nani, kuitafsiri hadithi ya Mtume aliposema kwamba pepo iko chini ya miguu ya kina mama, na kueleza baadhi ya masala yaliyomo na yatokanayo. Swali sasa la kujiuliza, wajibu wa huyu mwanamama sasa ni upi? Nadhani mengi tumeshayasikia. Sasa mwanamama akitoka hapa anarudi huko, wajibu wangu sasa ni nini? Nadhani hili ndio swali la msingi ambalo linalohitaji majawabu, si ndio? Nini mwanamama anakwenda kufanya akitoka hapa? Naweza nikakigawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni yale majukumu yako katika utumishi wa umma uliotukuka, katika kuleta mabadiliko mazuri na chanya katika jamii yetu, la kwanza. Lakini la pili ni majukumu yako katika dini yako. Nadhani hivi ndio vitu vya kuzingatiwa. Yaani yote ambayo tumeyasema hapa jumla jamala tuya summarize, tuyafanyie ufupisho katika haya makundi mawili. Kundi la kwanza, wajibu wa mwanamama sasa, au nafasi ya mwanamama katika kutengeneza umma uliokuwa bora, lakini nafasi ya mwanamama katika kuleta ustawi mzuri wa umma huo. Nadhani ni haya mambo mawili. Tukianza na jambo la kwanza, nafasi yako sasa wewe mwanamama wa Kiislamu katika utumishi wa umma, katika kuitumikia jamii yako, ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya? Au Uislamu unategemea wewe kufanya nini katika kuweka sawa umma huu wa Kiislamu? Jambo la kwanza ni tarbiyatul ajyal. Mwanamama utakapotoka hapa na kurudi huko nyumbani, fahamu kwamba kazi miongoni mwa majukumu yako ya msingi kabisa ni pamoja na kutekeleza au kusimamia malezi bora ya vijana, lakini pia na generations zinazokuja. Simply iko hivi, uwepo wako au uwepo wa kila mmoja wetu hapa katika muhadhara wetu huu wenye kuyazungumza mambo mema haya ni matunda na matokeo bora ya wazazi wetu. Kizazi kinachokuja kesho, kama kitakusanyika katika Sengeli, kama kitakusanyika katika Msondongoma, kama kitakusanyika sijui katika nini, vitu visivyoeleweka, ni matunda yetu sisi leo. Sijui tumeelewana hiki kitu? Kama sisi tupo katika mazingira haya na tuna walau hizi chembe ndogo za imani, ni kazi kubwa na ya kushukuriwa iliyofanya na wazazi wetu. Sasa wazazi wetu aidha wamekwisha tangulia mbele za haki, au ndo tayari tena nguvu kazi imekwisha watoka. Maana yake sasa mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kinakuwa katika misingi thabiti na iliyonyoka ni ya kwangu mimi na wewe, lakini mwanzilishi na msimamizi mkubwa ni wewe mwanamama. Kwa hiyo tunatoka hapa na mnarudi huko majumbani mkijua kwamba kazi yangu kubwa katika kuitengeneza jamii bora ya kesho, katika kuitengeneza familia yangu bora ya kesho, katika kulitengeneza taifa langu bora la kesho, linaanza na mimi kama mwanamama wa Kiislamu, kisha kwamba naisimamia familia yangu kwa ngazi ya mmoja, wengi, mtaa, kijiji na umma mzima kiujumla, katika kutoa malezi bora. Na malezi bora hayawezi yakatolewa au yakapatikana ikiwa huyu mwanamama tutamweka pembeni, ikiwa huyu mwanamama tutamtenza nguvu na kumfanya jione kwamba yeye si lolote si chochote, isipokuwa kazi yake ni kuzaa, kunyonyesha, kulisha watoto, kunyoosha nguo usiku ukikucha, usijui kufanyaje, walhamdulillah maisha. Hapana, ni lazima ashiriki.
ni lazima ashiriki kivitendo katika kuulea umma wa Kiislamu. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo mwanamama unatakiwa utoke nalo hapa, ukijua kwamba ni ndio moja ya mambo ambayo Uislamu unategemea kutoka kwako, ni almusharaka fi ta'lim. Walhamdulillah, wakati naingia hapa ndani nimeona kina mama wengi hapa walimu. Katika hili napenda nieleze. Nadhani mnazijua hizi shule za Fedha Schools. Mimi nimehudumu kama mtaaluma katika shule za Fedha Schools kwa miaka 7. Natoka shuleni Cairo, aliyekuwa chairman wa hizi shule anaingia contract na mimi ya kunitaka either niende Fedha Boys Tegeta au niende Fedha Schools Zanzibar. Mimi nikachagua kule Zanzibar. Kwa nini? Kwa sababu ile shule ndio kwanza ilikuwa inaanza na ilihitaji misingi. Nilikaa pale kama academic master wa ile shule kwa miaka 7. Nilipokuja hapa na kuona, na nadhani wale ni female staff, teaching staff wale, mimi binafsi niliburudika, yani nilipata faraja. Kina mama aliyekuwa mwalimu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena akiwa hai, walikuwa ni wake wa Mtume. Kuna watu walikuwa wakitoka maeneo mbalimbali wanakuja kuuliza masala mbalimbali ya dini, na wakifika pale Mtume hawamkuti. Walikuwa wakirudi patupu. Hapana, wake wa Mtume ndio walikuwa wakiajibu masala ya dini kwa niaba ya Mtume, ingawa Mtume hayupo. Alikuja jamaa mmoja siku moja, anagonga mlango, anaitikiwa karibu nyuma ya pazia. Anauliza, bwana Mtume yupo? Yule mama Aisha anamwambia bwana Mtume hayupo. Unahitaji nini? Akasema nina baadhi ya masala nataka kuuliza. Mama Aisha anamwambia uliza utajibiwa. Yule jamaa anauliza, anasema mimi nimetoka mbali kabisa huko, si mkazi wa hapa Madina wala Maka, mimi nimetoka huko Habeshi mbali, lakini nimekuwa nikisikia huko Maka kuna Mtume, sio mama Madina, nimekuja hapa, naomba unieleze hulka za huyu Muhammad ni zipi? Yaani hulka zake ni zipi? Anahitaji ile description fupi ya hulka za mtume wetu. Mama Aisha anaanza kumsomesha yule jamaa, anamwambia khuluquhu alquran. Nenda kaisome Qur'ani, utakavyoiona Qur'ani yote inayokataza na kuamrisha na kila kitu, vyote vile huyo ndiye Muhammad. Yule jamaa hakuelewa. Alikaa pale kwa bwana Mtume kwa muda wa wiki 3 akifundishwa masala ya dini na mke wa Mtume. Kwa hiyo mwanamama leo kuonekana yuko mbele, anasimama katika kutoa elimu bora, aidha kwa ngazi ya familia yake, kama hivi kwenye maskuli, kwenye midahalo na makongamano mengine, ni mambo ambayo tayari yamekwisha fanywa na mama yetu Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo kwa maana hii asipatikane mtu yoyote kumwekea huyu mwanamama kikwazo, kwa mwanamama hapana. Huku ni kwenda kinyume kabisa na mafundisho ya dini yetu. Kitu kinachotakiwa kuzingatiwa katika usulul fiqh, kuna kaida nasema aslul ashya'il ibaha. Sawa mambo yote ambayo tunayoona ni halali isipokuwa yale ambayo tumepokea nasu shar'i, Mwenyezi Mungu akisema kwamba hili msifanye ni haramu na hili fanyeni ni halali. Kama kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliharamisha moja kwa moja, sisi tunasema hili ni haramu moja kwa moja. Hakuna sehemu yoyote katika dini yetu inayokataza mwanamama kuwa mwalimu, mwanamama kusimama kama mwalimu wa kufundisha umma na jamii. Mwanamama anaweza akawa ni mwalimu wa nursery schools, mwanamama anaruhusiwa kuwa mwalimu wa primary schools, secondary schools, universities, lakini pia wewe unao nafasi kubwa kuendesha hata midahalo ya mambo mbalimbali ya dini yetu. Tunaona hata katika mambo mengine mengi wanamama bado wanaendelea kushika hatamu. Kwa hiyo mwanamama wa Kiislamu unatoka leo hapa ukifahamu kwamba almusharaka fi ta'lim, kushiriki kwako na ushiriki wako katika utoaji wa elimu na mafunzo mbalimbali, vocational skills, ni moja ya jukumu lako la msingi. Sasa ili huyu mwanamama awe na uwezo wa kuwafundisha wengine, maana yake lazima yeye kwanza aende wapi? Lazima aende shule. Ndio tunarudi pale Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuwa na mwanamke ambaye hakwenda shule. Haikutokea. Katika wake zake wote 9 wote walisoma, na mwalimu wao mkubwa alikuwa ni yeye mwenyewe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na maswahaba wakubwa walikuwa, kuna hadithi nyingi unasikia an ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha qalat. Hadithi hizi ni nyingi,
Maana yake hawa wake wa mtume pia walikuwa wakikaa chini wakimsikiliza mtume kama mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini wakimsikiliza mtume kama mwalimu wao mkuu akiwafundisha masala mbalimbali ya dini yao. Kwa hiyo ili mwanamke wewe leo hii mwanamama wa Kiislamu uweze kusimama mbele ya halaiki za watu, kuwafundisha watu yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha, kuwaelekeza watu ambao Mwenyezi Mungu amewakataza, lakini kuwemo madarasani kuwafundisha watoto mambo ya gravity, mambo ya physics na vitu kama hivyo, inamuhitaji mwanamama aende shule. Kama sisi kuna baadhi ya vitu kidogo tunaona kuna khilal, kuna kitu hakienda sawa katika makuzi na malezi yangu na familia na vitu kama hivyo, ni muda wako sasa kukaa chini na kuhakikisha kwamba watoto wako na vizazi vyako vinapata yote haya ili viweze kuyatekeleza yale ambayo huenda wewe kwa namna moja ama nyingine hukuweza kutokana na kutokutimiziwa haya masala. Nadhani mpaka hapa tutakuwa tunakwenda vizuri. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunatoka hapa mwanamama ajijue kwamba yeye ni mlezi mkuu wa familia na jamii zetu. Lakini pia jambo la pili, mwanamama ajue kwamba ushiriki katika kutoa mafunzo na kushiriki kutatua mambo mbalimbali ya kielimu na sayansi ni wajibu wako. Tunasema kwamba the first ever teacher ni mwanamama, si ndio? Sasa hauwezi ukawa mwalimu wa umma mzima alafu wewe mwenyewe ukawa huna elimu kichwani. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo twende tukasome, tukajiendeleze kielimu, lakini elimu tunazokwenda kuzisoma na kujiendeleza tuzirejeshe. Faida yake, matokeo yake tuyaone katika malezi na makuzi ya familia zetu na watoto wetu. Jambo la tatu ambalo ukitoka hapa ujue ni katika wajibu wako ni pamoja na almusahama fi ar-riaya as-sihhiya. Mwanamama lazima ujue kwamba swala la afya linaanza na mama, na swala la kudorora kwa afya linafanywa na mama. Kwa hiyo katika kitu ambacho mwanamama akitoka nacho hapa anatakiwa ajue kwamba hili ni katika jukumu langu, ni kwenda kuhakikisha kwamba anashiriki kikamilifu katika ajenda zote, activities zote na mambo yote yanayohusu afya, kuanzia afya ya akili, tunazungumzia mental health, psychological health pamoja na physical health. Sisi wengi tunajua kwamba afya ni swala tu labda nina homa kidogo niende kwa daktari anipe dawa. Hapana, kuna mtu anaweza kuwa kimwili ana afya lakini kiakili hana afya. Kuna mtu anaweza kuwa kimwili na kiakili ana afya lakini kisaikolojia akawa hana afya. Daktari wa mwanzo na namba moja katika dini yetu ni mwanamama. Maana yake kwamba mwanamama ndiye ana uwezo wa kurejesha afya, kuanzia afya ya kiakili, ya kisaikolojia na kimwili kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja, familia yake na hata umma mzima kiujumla. Lakini pia jambo la 4 ambalo natakiwa utoke nalo hapa ni pamoja na al-a'malul khairiyya, vitendo vyote vya kheri. Mwanamama lazima ukashiriki katika vitendo vyote vya kheri. Hapa nataka nieleze kidogo. Kina mama mnaweza kuwa mna programs zenu na bila shaka naamini mnazo. Kuna dhana ambayo inayojengeka kwamba katika mambo ya kimaendeleo sisi kama kina mama wa Kiislamu ni marufuku na ni haramu kushirikiana na kina mama ambao si Waislamu. Kuna kadhana kama haka. Sisi tukiwa na kavikoba ketu tuhakikishe kwamba tunawashirikisha ni kina mama wa Kiislamu tu, wengine hawa tuweke mbali kabisa. Hiki kidhana kipo na leo napenda nikuelewesheni wazi kabisa. Hii dhana kama ipo si dhana sahihi. Katika mambo ya kimaendeleo na kujiletea maendeleo na ustawi wa umma, Uislamu umeturuhusu sisi kushirikiana na mtu yoyote ambaye, sharti moja tu, hata kama ni Yahudi, hata kama ni Naswara, hata kama ni mpagani, sharti ni moja tu, asionyeshe chuki kwa dini yetu na chuki kwetu sisi Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin.
Mwenyezi Mungu hajatoa katazo lolote kwa waumini wa kiume na wa kike kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kimaendeleo na watu ambao hawajawaonyesha chuki ya kidini, hawajaonyesha chuki baina yao na wao. Mwenyezi Mungu hajawakataza. Badala yake, kama wanajitokeza watu ambao wanaonyesha mapenzi dhidi yenu, ukaribu nanyi, mashirikiano na utayari wa kuyaleta maendeleo, Mwenyezi Mungu anasema shirikianeni na hao. Suratul Mumtahina. Haya sio maneno yangu. Kwa hiyo akitokea mtu leo akawaaminisha kina mama tuanzeni vikoba vyetu kwa ajili yetu tu sisi, wakati ninyi mnahangaika kukusanya hivi vikoba vyenu na mipango yenu, pale pembeni kuna mama Jennifer, pale pembeni kuna mama Juliet sijui na mwingine. Kumbe yule mama Jennifer mnakaa mnamsoma, huyu mama anajuana na Matulia Ackson. Unajua nini? Huyu tukimshirikisha kiingia hapa, kwanza tutakuwa tumemuingiza, lakini kupitia yeye tunaweza tukapata channels zingine za mambo yetu kusikilizwa haraka na kupatiwa utatuzi mapema. Kwa nini tusimshirikishe? Mnamwacha pembeni eti kisa si mwanzo katika dini, wakati nia na dhamira ni yeye kushirikiana na nini? Mnamkosea Mungu. Jamani, hiki kipengele tumeelewana? Kwa sababu kuna kasumba moja Waislamu tunayo. Tunaamini kwamba hii dunia yote mwenye haki ya kuishi ni Muislamu. Asiyekuwa Muislamu hana haki ya kuishi. Uongo. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wal ardu wada'aha lil anam. Hii ardhi Mwenyezi Mungu ameiweka kwa watu wote. Hii ardhi ni ya watu wote. Uwe Muislamu, usiwe Muislamu. Alafu Qur'ani iko wazi, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Mwisho unasemaje? Simple. When it comes kwenye mambo ya dini yetu, sikiliza ukhti nani? Ukhti Jennifer. Lakum dinukum waliya dini. Nenda kaabudu na sanamu yako na mimi nitakwenda msikitini nitamwabudu Mola wangu, lakini kwenye mambo ya kimaendeleo na kujikwamua tutashirikiana. Wakati mnayafanya mambo yenu ya kimaendeleo na kujikwamua, atakapoanza kuleta vitu vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, pale ndipo sasa utakapo step up na kumuonyesha kwamba huko mimi siwezi kwenda kwa sababu dini yangu hainiruhusu mimi kwenda huko. Akianza kuleta vitu vya kipagani na vya kukufanya wewe mkufuru Mungu wako, pale ndipo utakaposimama. Ukhti Jennifer, huko mimi siende kwa sababu dini yangu hainitaki mimi kwenda huko. Nitatoa mfano. Mimi pale Bunju, mimi naishi Bunju shule. Mtaani kwetu kote pale tumekusanyana, tumeanzisha WhatsApp group linaitwa kwa jina la Men's Bunju, yani wakina baba wa Bunju. Katika ule mtaa Waislamu tuko watatu tu, na mimi nikiwemo. Huwa mtaa wetu tumefanya mambo mengi sana. Miongoni mwa hayo mambo ni pamoja na kujiwekea kabisa na barabara. Barabara ilikuwa mbovu, tumeleta yale mabulldozer yamenyoosha vizuri, mambo ya huduma nyingi, na sasa hivi tunajenga mpaka kiwanja cha mpira ili watoto wao wanacheza pale. Sasa huwa kuna vikao vya kila baada ya miezi miwili tunakutana. Mimi katika hivyo vikao hata siku moja sijawahi kuhudhuria. Mnajua kwa nini? Kwa sababu katika vile vikao tunapokutana, wenzetu sasa wakina Terence na wengine wataleta bia pale, sijui wataleta hivi. Na mimi niliwaambia kwenye grupu, sintoshiriki kikao chochote ambacho juu pale katika vinywaji kuna moja ya vitu vilivyoharamishwa. Mkivitoa, kwa nini nisije? Kwa nyinyi semeni tu ajenda za vikao ni hizi. Maoni na mawazo yangu nitatoa humu kwenye ukumbi. Mtakachochukua mtachukua, kaeni kikao. Mtakachokizungumza huko kiwasilisheni tena kwenye grupu. Kama kuna cha kuchangia na mimi nitachangia, lakini yale mashirikiano ya kujiletea maendeleo bado yako pale pale. Kwa hiyo leo hii msitoke hapa mkasema katika haya mambo ya al-a'malul khairia mimi kushirikiana na hawa hapana, haiko hivyo. Tunamkosea Mwenyezi Mungu na mnamkosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In fact, Mtume alivyotoka Maka kwenda Madina, jambo la kwanza kulifanya, alifanya al-muakhaba baina al-muhajirin wal ansar. Aliunganisha udugu kati ya wale Waislamu waliotoka Maka na wale Waislamu waliowapokea wale ndugu zao waliotoka Maka, muhajirin na ansar. Baada ya kulimaliza hili, la pili alilolifanya Mtume,
Angalia, Waislamu walikuwa ni wachache kweli kweli kwa idadi, alafu Mayahudi walikuwa ni wengi kweli kweli. Mtume aliingia mkataba wa kuishi na Mayahudi, si ndio Sheikh? Mtume alifanya bai'a, aliingia mkataba wa kuishi na Mayahudi. Yaani unaingia mkataba wa kuishi na mtu ambaye unajua huyu ni adui. Huyo mama Jenifa na wewe tangia lini akawa adui yako kiasi kwamba hutaki kushirikiana naye katika mambo ya kimaendeleo? Kama anauonyesha uadui wa dini yetu wazi wazi, anaudhihaki na kuukebehi Uislamu wazi wazi, hapo na sisi tunamnyoosha wazi wazi. Lakini kama ni mwema, hana shida, yeye kiu yake ni kuyafikia maendeleo kama ambavyo unaona nataka, kwa nini usishirikiane naye? Kwa hiyo hili litakuwa ni jambo la tatu. Jambo la mwisho nadhani naweza nikasema ni almubadara fi shuuni alijtimaiyya. Kina mama hamtakiwi kujiweka nyuma. Mnatakiwa muyafumbue macho yenu kiasi ambacho mjue fursa ziko wapi na mnaziendea vipi. Nadhani katika halka zangu zijazo, hii nitafanya sasa na kina baba, na wao wajue na sisi tujue wapi ambapo tumeteleza na nini tukifanya. Lakini katika moja ya vitu ambavyo mwanamama anatakiwa kuviangalia kwa jicho la umakini, si kuangalia tu vitu kwamba vinavyoonekana, akiangalie kila kitu kwa fursa za halali. Hiki kiko hivi, nikikifanya hivi kinaweza kikaleta matokeo gani na kwa muda gani, impact yake itakuwa nini kitatokea baada ya hapo. Tukiweza kuyafanya haya kwa kuzingatia misingi yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza na mafundisho sahihi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ninaamini kabisa mabadiliko chanya yatapatikana. Wakati namalizia, kina mama, majukumu yenu si kupika peke yake. Majukumu yenu si kuosha vyombo peke yake. Majukumu yenu si kunyosha nguo. Uislamu hautegemei kwa mwanamama wa Kiislamu kumfulia tu nguo mumewe. In fact, dunia sasa hivi vitu vingi vinafanywa kwa teknolojia. Nguo tu, kufua nguo ni hali zetu tu duni za kimasikini, lakini kama mtu akiwa na wasa, hata hiyo nguo si mume si mke tena siku hizi haifui. Chukua nguo yako, unaingiza kwenye mashine, unabonyeza, mashine inafua, inakamua, unaenda kuanika. Na hili nalo mpaka umfanyie, si mashine inafanya. Haya, mashine ikishafanya na wewe ndio umeshajiaminisha kwamba ndo kazi yako. Utakuwa na kazi gani? Kwa hiyo huna kazi. Mnataka kuniambia mashine ile imekuja, dryer cleaner imekuja kuchukua wajibu wako na inafanikiwa, wewe unafeli? Maana yake kitu chochote ambacho hivi vitu electronics kinaweza kufanya si katika wajibu wako na si katika vitu ambavyo Uislamu unategemea kutoka kwako. Uislamu unataka kumuona mwanamama shupavu, mwanamama ambaye ameendelea kielimu, ameendelea kiuchumi, mwanamama mwenye kutoa misaada mbalimbali na vitu kama hivyo, na kushiriki katika mambo mbalimbali ya kheri na katika kunyoosha umma na malezi kiujumla. Kwa hiyo turudi huko tukijua haya ndiyo mambo ambayo dini yetu inategemea kutoka kwetu, na sisi tuanze kuchukua juhudi za makusudi kuwekeza katika watoto wetu, tukifahamu kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sisi sote ni wachunga na Mwenyezi Mungu atakwenda kutuuliza juu ya kile ambacho tulichokichunga. Siku ya Kiyama watu watakapofufuliwa, Mtume anasema hataweza mmoja wenu kupiga tambo moja kwenda mbele hata yus'ala an arba'in, mpaka aulizwe mambo manne na ayatolee majibu sahihi. Kila mmoja atafufuliwa pale alipofia. Ala sabili almithal, nimetoka hapa nafika barabarani, nimegongwa na gari, nimekufa pale. Roho yangu imetoka pale. Nimekwenda kuzikwa Kisutu, sintofufuliwa Kisutu, nitafufuliwa hapa roho yangu ilikotoka. Sijui tunaelewana vizuri? Yes. Napanda zangu boti naenda Kilwa, sijui wapi huku Pemba, sijui Zanzibar, kufika katikati hapo heka tumezama. Nimekufa pale.
mwili wangu umeokolewa, nimekwenda kuzikwa Mbeya, siku ya kiyama sifufuliwi Mbeya, pale roho ilikotoka. Pale ilikotoka. Sasa Mtume anasema watu watakapofufuliwa tumisha pale roho yako ilikotokea ndio na utatokea kama uyoga pale. Baada ya hapo Mtume anasema hatoweza mtu yeyote kunyanyua mguu wake mmoja kuupeleka mbele au kurudi nyuma. Tutasimama kama miti, kama haya maji, ili yaende mbele lazima mimi niyapeleke kama hivi. Hatoweza yeyote kufanya chochote hata yusala an arba'in, mpaka uulizwe mambo manne na kila moja ulijibu sawa sawa. Maana yake wale watakao kwenda katika viwanja vya mahesabu watakuwa tayari wameshafanikiwa kutoa majibu ya maswali mangapi? Manne. Unaulizwa maswali manne, ukifanikiwa kujibu vizuri sana naambiwa maalim sawa. Sasa unaweza ukaenda sasa kwenye viwanja vya mahesabu. Haimaanishi umeenda peponi, hapana. Yaani umepata tiketi ya kwenda kwenye viwanja vya mahesabu, kwenda sasa kuhesabiwa. Katika moja ya maswali atakayoulizwa mja pale the moment unafufuka ni pamoja na ujana wako. Kila mmoja ataulizwa. Hakuna labda wale watoto wadogo, sababu Mwenyezi Mungu pia yeye ndiye mjuzi na yeye ndiye ana hekima zake. Mtoto anazaliwa leo na kazake dakika 5 anafariki, wengine wanazaliwa ameshafariki, wengine anakaa miaka 2. Lakini kwa wale ambao watafikia miaka 13, 14, 15 anajua halali na haramu na kila kitu. Wewe tayari ni kijana, unakufa, Mwenyezi Mungu anakufufua, vitu utakavyoulizwa ni pamoja na ujana wako. Uliutumia vipi na umma ulifaidika vipi na ujana wako? Hili ni swali jepesi lakini ni gumu. Alafu ugumu unakuja kwamba anayekuuliza ni Mwenyezi Mungu. Bora angelikuwa ananiuliza mtu labda Sheikh Msati, ningemwita atamwambia sasa mwalimu unajua, lakini anayeniuliza ni Mungu. Sina njia yoyote ya kumlaghai, ya kumgushi, sina chochote. Unajibu jibu, huna majibu bwana chukua huyu, thumma aljahima sallu. Kwa hiyo tutoke hapa tukijua kwamba vijana wetu wajao, jamii zetu zijazo huko mbele zinaanza kutengenezwa leo. Na mtengenezaji mkubwa, mwalimu mkubwa, msimamizi mkubwa ni wewe mwanamama wa Kiislamu. Mimi nakushukuru sana na Mwenyezi Mungu ajalie haya yote yaliyozungumzwa yawe ni chachu ya kuleta mabadiliko katika jamii zetu, familia zetu na nchi yetu yote kiujumla. Kubwa zaidi nchi yetu, nikimalizia, tunakwenda katika kipindi cha uchaguzi. Mimi si mwanasiasa na sijui chochote kuhusu siasa, lakini wakati huo huo Mtume wakati anatoka Maka anakwenda Madina, Mtume alitokwa na machozi. Masahaba wanamuuliza, ya Rasulullah, vipi mbona unalia tena? Akasema, ninauacha mji wangu nyumbani kwetu. Sote ni Watanzania na Tanzania ndiyo nchi yetu. Sidhani kama kuna Mtanzania ambaye atakaenda Colombia alafu aseme Colombia ni nchi yangu. Tanzania ndiyo nchi yetu. Nabii Ibrahim alayhi salam aliombea nchi yake mema. Sawa? Aliombea nchi yake mema. Lakini katika dini pia baada ya kuiombea nchi mema, kuziombea familia na jamii zetu pia ni katika mambo ambayo Mtume ametusisitiza sana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Kwa tunakwenda katika kipindi cha uchaguzi na chokochoko nyingi za machafuzi mbalimbali duniani, mkifuatilia huwa ni mambo tu ya madaraka na mamlaka. Kwa tusiwe tunasahau kuiombea nchi yetu. Mwenyezi Mungu atuvushe salama, atakayeshinda ashinde na ashinde kihalali na akubali ushindi bila ya kuleta heka, na atakayeshindwa akubali kushindwa, atulie asilete heka. Mwisho wa siku sote ni Watanzania na sote tunajenga jengo moja. Tuko baharini, tunataka kujenga. Kila mmoja akisema achukue nyundo na apige anakopaona, mwingine atapiga maji ataingia. Ila gharika itakapokuja, Mwenyezi Mungu anasema wataku fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa. Ogopeni hasira ya Mwenyezi Mungu inapokuja pale mtakapokwenda kinyume. Mtakapojichanganya
na mkaingia kwenye 18 za Mwenyezi Mungu, atakapokiamsha Mwenyezi Mungu haangalii huyu alikuwa ni mwema, huyu alikuwa ni muovu, atatufyeka sote, alafu huko mbele ndo ataenda sasa kutupembua. Atatuweka kwenye kichujio na atatuchuja. Wewe ulikuwa ni mwema kidogo, kaa kule bwana. Ulipigwa tu lakini huku deserve. Kaa kule. Wewe bwana mahali wewe ndio ulikuwa chanzo cha yote yale. Ingia huko. Sasa tusifike huko. Sawa Tusifike huko. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu, tuliombee taifa letu. Mwenyezi Mungu atupitishe salama kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa sababu Uislamu ni amani. Uislamu ni amani. Uislamu ni kinyume kabisa na uchochezi, ni kinyume kabisa na vurugu na mambo kama hayo. Na sisi Waislamu tuna nafasi kubwa ya kufundisha ulimwengu kivitendo kwamba Uislamu sio vurugu. Ifike hatua watu wanafanya vurugu, wakikamatwa na mamlaka, wakienda kuangalia ndani asipatikane hata Muislamu mmoja. Hii itakuwa ni kuambia umma mzima kwamba Uislamu si dini ya vurugu. Uislamu si dini ya chokochoko. Lakini sisi kama Waislamu tuna misingi yetu. Atakayekwenda kumdhihaki Mola wetu, atakayekwenda kumdhihaki mtume wetu, atakayekwenda kuwadhihaki na kuwachezea shere maswahaba wetu na maimamu wetu, huyo tutaserereka naye bondeni. Hivyo ndivyo Uislamu ulivyo. Lakini watu wako kiamani, hakuna shida, utulivu. Tunataka tena kuleta heka. Kwa hiyo tumombe Mwenyezi Mungu atupitishe salama, atupe kila la kheri, na Mwenyezi Mungu ayajalie haya yaliyozungumzwa yawe ni katika yale anayopenda na kuyaridhia. Mpaka muda mwingine, mimi nawashukuru sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.